Bwana, sisi wengine kipindi hiko tunasoma bwana, tulikuwa tupewi hata hela ya kula shuleni, lakini we fahimu wewe, Mungu kakujalisha mzazi mzuri, anakupa hela ya kula, anabeba mizigo sokoni, anakupa hela ya kula, wewe unaenda kuvutia bangi. Kweli wewe ni kichwa kibovu. Sababu haiwezekani mzazi anabeba mizigo sokoni, anakuletea hela, unaenda kuvutia bangi. Sisi wengine bwana, kipindi hiko skuri kuanzia saa 1 mpaka saa 12 ujala chochote. Ukitaka hela ya kula ukaokote makopo au ukachimbe mashimo ya kupandia ndizi ulipwe. Bwana, karibu katika sehemu ya pili. Hii ni simulizi tamu kweli kweli. Katika sehemu ya kwanza tulishia pale ambapo bwana Fahimu alikuwa anamfuatilia Frida. Ndipo alifika sehemu bwana Frida akabaki mwenyewe, akawa anampiga mstari, anasema bwana, mimi nimekupenda bwana, nakupenda mno. Lakini Frida bwana akawa anamcheka, akasema mbona sasa naongea unanicheka, shida nini? Bwana, karibu bwana, tuendelee katika simulizi hii tamu. Basi bwana, yule nikamuuliza mbona unacheka sasa? Akaniambia lo, hivi wewe Fahimu, wewe unajielewa kweli wewe? Hivi unanitongoza mimi uone hata aibu? Mtoto mdogo kama wewe utanipa nini? Unaacha kusoma kwa ajili ya maisha yako ya kesho, unataka kuja kunidanganya mimi? Muangalie kwanza alivyo mchafu, hata kuoga sijui kama wewe unaogaga wewe. Na unavyonuka mijasho. Nimesikia sana stori zako wewe, kuwa wewe ni mtukutu wa shule, ila sio kwangu bwana. Au ulidhani ukija kunieleza mapovu yako nitakuogopa? Eti nikukubalie? Mie wala sikuogopi. Na sikutaki mchafu wewe. Hata kujui hata kuoga. Hapo ulipo unanuka mijasho, lione kwanza. Na usichokijua, baba yangu ni mwanajeshi. Hasa endelea. Kwanza udemu alikata kinoma hii, kanishushua kweli kweli. Yaani nilikata kinoma, nikaona mbona kama nitadhalau udemu. Yaani anichukuliaje yani? Kamwangalia, kamwambia basi mwenyewe unajiona mzuri du. Sangoje nikuchane. Mimi nilikuwa nakujaribu tu. Wala unishtui. Na wala sikutaki wala nini. Una cha maana wewe. Wewe ni mbovu tu. Wala sio mzuri. Muone kwanza na manywele yake. Na usuka twende kilioni kama unaenda kwenye msiba hivi. Kwenda zako wewe. Yaani hapo nilikuwa na kanyaga tu kwa kuwa nimekataliwa. Ila huyu demu ni mzuri. Nyie, demu mkali kinoma wanangu. Yaani pisi imesimama nawaambia. Nikaona kacheka. Yaani pisi imesimama nawaambia. Akaniambia leo unadhani utanishtua kwa maneno yako? Hebu nenda huko wanipotezea muda wangu mimi. Nyie, kukataliwa kuna uma. Alafu nakataliwa kuna chambwa. Kamwangalia sana yule dembo, alitamani nimkate mabao na ila nikakausha tu. Nikasema fresh, ngoja nikaushe. Basi yule dembo akanisonya bonge la msonyo, akanambia kajue kuoga kwanza. Nilimind hii siku, nikajituliza tu. Basi video yakaanza kuondoka. Nikarudi kwa Shino, nimechoka. Shino akaniambia mtoto hajasomeka nini? Nikasema mwanangu, yule dem jao. Nilibaki kidogo ni mdunde. Najuta kupoteza muda wangu kumfuatilia. Shino akaanza kucheka. Akanambia amekutana amekukataa vipi? Nikasema bora tu angenikataa. Ananiambia mimi nanuka. Eti sijui kuoga. Nikajifunza kuoga. Pumbavu kabisa. Shino akacheka. Anaona huyu dem kweli kaleta dharau kinoma. Sema nini? Mkaushie bwana, kama vipi mkaushie, twende bwana. Mimi nitakutafutia pisi kali nyingine. Nikasema fresh bwanangu. Basi tukaanza kurudi nyumbani. Yaani nilimind njia sema nilikuwa natukana. Sikupenda kabisa yule dem alivyonijibu. Eti nikajifunza kuoga. Kudadeki. Nilikuwa natukana kinoma mpaka Shino ndo alikuwa anatuliza. Kanambia wewe tulia. Mbona una hasira babu? Wewe tulia bwana. Nikasema fresh mwanangu. Hamna normal wala nini. Basi mimi nikarudi zangu mpaka home kunena tiba zangu za kawaida. Kesho yake asubuhi kwanza hii siku sikuwa na mood kabisa ya kwenda shule. Yaani niliamka nipo bohadi, na kila nilipokumbuka yule mtoto alivyonichamba ndo kabisa nikavuta kisimu changu cha bata nikampigia Shino. Nikamwambia mwanangu umeenda skuli? Akamwambia mimi tangia lini naenda shule ya asubuhi? Mpaka saa 4 naingia kuzuga. Nikasema Shino nakuja bwana magitoni kwenu hapa.
na kuja kuchili kidogo hiyo sana, tutaenda wote. Maana mzee wangu akikuta sijaamka kwenda shule ataniwasha vibao. Shino akanambia fresh mwanangu. Hamna noma ati. Nikasema poa. Basi nikainuka nikavaa nguo zangu haraka. Hata kuoga sikuoga. Sipendi kweli kuoga mimi. Inaweza kukata wiki mimi sijaoga. Yaani mimi na weupe wangu ndo nazidi kuonekana mchafu kudadeki. Ila mnadhani najali sasa. Basi mimi nakausha kwa kina Shino hivyo nikachili mpaka saa 4 hivi. Tukaingia skuri. Tulivyoingia class bwana nikashangaa kila mtu ananiangalia mimi. Sikujali wala nini. Nikamcheki mchumba pale mbele alikuwa kakaa na Mina. Basi akaniangalia kisha kaninyali kidogo. Mimi sikusema kitu. Nikaenda kuchina mwanangu kule nyuma. Nimetulia kama dakika 2 hivi naona wamekuja walimu 3 wa kiume class. Wakaniita Fahimu, njoo ofisini. Na Frida, njoo ofisini. Oya. Nikaona huko kumiwaka nini. Nikainuka taratibu nikawafuata mpaka ofisini. Nilipofika nikaona kuna mama mtu mzima alikaa pembeni. Nilipomwangalia huyu mama alikuwa kafanana sana na Frida. Nikajua moja kwa moja ni mama yake. Nikaona mbona nimeyaboronga haya. Na muda huo Frida akaingia bwana. Nikajua huyu dem jao. Itakuwa kaenda kunisema kwao nimemtongoza. Yaani nimemaliza kesi juzi, leo nina kesi nyingine kudadeki. Sakoja alikuwepo pale. Kavimba sio poa. Akaniambia sasa wewe dogo mbona tabia za ajabu. Tulikwambia ukipata kesi nyingine tunakufanyaje? Nikasema mnanifukuza shule. Sakoja akasema kwa hiyo dogo ushabalehe unataka kuwa na demu au sio? Kwa hiyo umeona mtoto huyu anakuvaa. Mtoto wa watu mpole ndio kwanza ana siku 3 shuleni hapa tangu ahamie. Ila wewe ukamfuatilia mpaka mitaa ya kwao ukaenda kumtongoza. Nikasema nimemtongoza nani sasa? Na saa ngapi? Hapo nimekaza sura kama sio mimi. Yaani mkavu kweli kweli. Sakoja akasema mnifanya msela. Nikasema mimi sio msela saa. Ila tu nauliza. Na mimi sijamtongoza mtu. Na sina mwanamke mimi. Sakoja akasema Frida, huyu mpumbavu alikwambia nini? Akasema saa, huyu jana alikuwa anifuatilia yeye na rafiki yake anaitwa Shino. Akanisimamisha nikasimama akaniambia tena nipenda. Sakoja alinipiga kibao. Alivyo na mkono mnene. Akaniweka mpaka alama Nikashika shavu langu. Nikasema wewe dem, mimi nimekutongoza saa ngapi? Mama akasema wewe kijana, kaa kimya. Funga mdomo wako kabisa, pumbavu wewe. Unadhani mimi mtoto wangu ni muongo? Unadhani anaongopaga huyu? Mtoto wangu sio muongo. Amerudi nyumbani analia. Nimemwambia mapumbavu mpaka nimeogopa. Nataka kumhamisha mtoto wangu mimi. Sakoja akasema matulia kwanza wala usiwe na shaka. Huyu dogo namjua ana tabia chafu. Hapo mimi nimekausha kimya. Akasema Mwalimu Peter, nenda kamlete mshenzi mwenziana sumbada darasa moja na Toshino. Mwalimu Peter akasema poa. Kisha kanyuka akatoka nje. Na baada ya muda bwana akarudi na Shino. Shino alivyoingia tu kwanza kaniangalia mimi nikamkonyeza. Sakoja akamuuliza Shino, jana wewe na huyu fala mwenzio kwa nini mlimtongoza Frida? Shino akasema sisi, saa ngapi tulimtongoza Frida? Mbona sisi hatuna mambo hayo? Sisi tunajuana ateni ndio maana sisi marafiki. Yaani kama tuliambizana hivi. Sakoja akasema mnajitia wasela sasa ngoja. Akachukua bako la kaza kumtandika Shino. Anampiga kweli kweli. Sasa mwanangu Shino yeye ni muoga. Ila wala kulia. Akakaza. Akasema saa unanipiga bure bwana, mimi jana mshikaji wangu hajamtongoza Frida. Basi Shino akadundwa sana ila akakaza. Hapo Frida anakazia eti amenitongoza mpaka analia. Huyu dem jao kweli. Nikamchukia kinoma yani. Basi mwalimu akanifuata mimi. Nipiga bakula moja nikainuka nikamwambia sikia ticha. Nimechoka kuonewa na wewe. Nishakwambia huyu dem mimi sijamtongoza. Unataka kunipiga nini? Mimi nigusi bwana. Sakoja akasema nini wewe? Wewe ndio umenigomea mimi. Ngoja sasa akanisukuma cha nipige. We, mbona kiliwaka? Nililuka na huyu mwalimu wala kuamini. Mimi bwana nguvu ninazo. Yaani nina ubavu kinoma. Kweli mwalimu alinizidia. Ila alisoma kwanza. Yaani mimi nilimwasha kinoma noma. Nilimpiga ngumi ya mdomo akawa anamwaga mpaka damu. Nikasema tutauana umumu. Kwa nini asitongozwe? Yes ni mwanamke. Nyie mule ndani kwanza hakuna aliyenigusa kudadeki. Hapo Sakoja akashika mdomo akatetemeka.
michapo nikatoka ofisini nikapita na kimbia mpaka home. Sasa nikajua kabisa sina shule. Yaani kwa zile ngumi, sina shule mimi. Ni mwenyewe niliumia maeneo ya mkononi hivi. Yaani mkono ulingoka kabisa kama kanivunja yule msenge. Basi nikapoa kwanza nyumbani. Mida ya mchana Shino wakaja sasa nyumbani. Akaniambia, mwanangu, umetoa heshima bwana. Ila kimewaka kinoma mwanangu. Yaani tumejumuishwa wote, sijui kama tuna shule. Akasema, bwana we, tuwe nayo basi, mimi sitaki wala nini. Shino akasema, yule dem naye jau. Kwani hajaweka kutongozwa? Kutongozwa siku moja tu naenda kusema kwa bibi mkubwa wake. Shamba kweli yule. Nikasema, Shino, yule dem mimi sijamalizana naye. Nitamuonesha kwa mimi ni kichwa kibovu. Ataelewa show. Basi ningongea sana na Shino. Mida jioni nikaenda kwao. Tukaonua bangi zetu bwana, tukatibu tukaanza kuvuta. Huko tunagonga story. Sasa nikiwa pale bwana na simu yangu inaita mzana piga. Nikasema kazi ipo. Sijui kama hajapata taarifa zangu huyu. Nikapokea mzee akaanza upo wapi, nikasema nipo road. Maana ananikataza sana rafiki na Shino. Anaonaga eti Shino ananiharibu mimi. Kumbe mwenyewe ndio kichwa changu tu. Ndio maana nilikataa kumwambia mzee nipo kwa kina Shino. Baba akasema njoo nyumbani haraka. Nikasema kuna shida kwani baba? Akaniambia nimesema njoo nyumbani haraka. Nikasema sawa mzee nakuja. Nikakata simu yangu nikamwambia oya, naweza kishanuka huko. Maana ile siku ya kesi mzee alibadilishana namba na walimu. Nikajua washampa taarifa. Basi mimi kwanza sikuenda muda huo. Niliongea sana mwanangu mpaka kula nikala kwao. Nilijua nikirudi nyumbani leo sili. Maana jua mzee atakuwa kashajaza maneno kibao na mwalimu Koja. Kisha ilipofika saa 4 usiku hivi, ndio taratibu mimi nikaanza kurudi home. Basi nikaingia nikamkuta mzee sebreni. Nikamsalimia akanikata jicho. Kaza umetoka kuvuta bangi si ndio? Nikasema hapana mzee. Akaanza Fahimu, hutaki shule? Nikasema ndio mzee, mimi sitaki shule. Ikiwezekana nitafutie kitu kingine. Baba akaniangalia. Sasa Fahimu, acha usela wa kipumbavu mtoto wangu. Acha kufanya upumbavu na kuchezea walimu. Fahimu, unapigana na walimu. Una shida gani wewe mtoto wewe? Una nini Fahimu? Eti hutaki shule na huu mbamba wako. Unataka kufanya kazi gani wewe? Unaweza kuinua gunia la viazi wewe? Alafu Fahimu, unataka mapenzi ya nini? Mbona bado mtoto mdogo wewe? Nikasema baba bwana wamenisingizia mimi. Mimi wala sijamtongoza wewe mwanafunzi. Amenisingizia. Alafu unajua baba, saa koja na bifu na mimi. Ananipiga tu kila wakati. Shamaliza kuwa sio mimi. Ndio maana nimepigana naye. Mwalimu alikuwa ananionea tu. Mzee akaniangalia akasema wewe fala wewe. Hujasingiziwa. Mimi nakujua sana wewe Fahimu. Wewe sio mtu wa kusingiziwa. Kila kitu umekifanya. Ile umenikwaza sana. Kwa nini umepigana na mwalimu? Naona hata aibu kila siku kwenda kukuombea msamaha shuleni. Yaani misamaha kila siku. Naona mpaka aibu mimi. Hivi Fahimu, nikuelezea kitu gani unielewe mtoto wangu? Kwa babako sipendi tabia zako. Hebu nielekeze kwanza mwanangu. Shida nini? Kwa nini una tabia za ajabu? Nikasema bwana mzee, mimi sitaki shule. Achana mambo ya shule siyataki kabisa. Kama vipi niache tu. Baba akaniambia shule huwezi kuacha Fahimu. Lazima usome. Unanielewa wewe fala? Nikabaki kimya. Mzee akaniambia kaoge. Chakula kiko pale, kisha kapumzike. Sasa masuala ya kuoga yanakujaje jamani? Nikasema mzee mimi nishaoga mchana. Baba akaniambia msenge wewe, nenda kaoge haraka. Tena usinivuruge. Nikanyuka nikaenda kuoga. Basi baada nikaingia zangu ndani, nikavaa nikatoka kupiga msosi. Nikaona baba niangalia sana huko anasikitika. Nikasema kumekucha hapa. Basi nikala haraka nikaingia chumbani kwangu kupumzika. Asubuhi mzee akaniambia vaa uniform tunaenda shule. Nikasema mzee, masuala ya shule ya nini? Si nishakwambia kwamba nimesaki shule. Mzee akaniambia nimesema jiandae twende shule. Ninachokitaka ukifike shule ukakiri makosa yako na uyakubali uombe na msamaha. Nikasema mzee bwana, akaniambia full stop. Nimemaliza kuongea. Nimeshasema kama baba. Basi mimi nikasema sawa, nikaingia ndani nikavaa nguo zangu, tukaanza kuelekea shule.
Ile nilikuwa nimemind sana, ni mzee ananilazimisha sana kusoma. Mimi sitaki bwana du. Basi ukafika mpaka skuli. Na hii siku moja kwa moja mimi na baba tukaingizwa moja kwa moja kwenye kikao cha bodi. Aisee, kulikuwa na mwalimu mkuu, wazazi waliokuwepo wa bodi, mpaka afisa elimu. Na Sakoja alikuwepo. Mdomo umeumuka kweli kweli. Nitamani kucheka ila basi tu. Aisee, kikao kilianza bwana. Sakoja akawa anasema nifukuzwe shule. Nikasema yes, huyu Sakoja ana akili, huyu bora kazi hivi hivi nifukuzwe bwana. Michuri yenyewe hata kuitaka sitaki, basi tu. Mzee wangu ndiye alikuwa aniombea msamaha. Baadhi ya wazazi bwana walio katika bodi wakaniombea msamaha. Nikapewa nafasi kujitetea. Ese, mzali nikata mjicho hiyo. Nikaona wewe hapa nikisema sitaki shule mzee ataniua. Na kitanuka bure, nikapiga magoti nikakiri kwa nimekosea. Naomba sana msamaha. Nikamwomba msamaha Sakoja kwa nimemvunjia adabu. Ese, nilikuwa mtoto mwema hapo. Basi adhabu ambayo nilitakiwa kupewa ni kwamba nitasimamishwa shule kwa miezi mitatu. Yaani suspension hii, ili kujifunza adabu nitachapwa bakora 7 mbele ya wanafunzi wenzangu. Punda deki. Basi ndio ikawa hivyo, wanafunzi wote waliitwa assemble. Nikapigwa bakora 7 na mwalimu mkuu. Na waliambiwa kabisa kuwa kosa langu nimempiga mwalimu nimemkosea adabu. Hivyo nimepewa suspension ya kukaa nyumbani kwa miezi mitatu. Nikajifunze. Nilifurahi. Miezi mitatu. Nitamani hata ingekuwa miezi 5 kwa deki. Basi na baba akaongea pale akawasihi watoto wote wawe na tabia njema na sio kama za kwangu. Na mwisho mimi na mzee tukarudi home. Hii siku mzee nisema sana. Ainiambia nadhani umeshaona matokeo ya uhuni. Sasa endelea. Anajua ninafurahia hiyo kupumzika nyumbani. Angeniacha tu. Basi mimi jioni nikachaja sana na Shino. Akaniambia mwanangu pole sana bwana. Labda tu nikupange mimi bila wewe siendi shule. Yaani nishajipa za special miezi mitatu na mimi kula deki. Nikasema hamna bana mwanangu. Acha tucheze na mitaa kwanza kama fresh. Basi ikawa sasa mimi niko nyumbani, ila mzee akiondoka tu na kuwa nazurura tu na mwanangu Shino. Yaani full kuvuta bangi na uhuni kwa sana. Ilikuwa na enjoy kuwa mtaani. Ikapita kama wiki hivi. Waone tunazibenza kitaa. Yaanza kuwahi kujutia kuwepo nyumbani. Ndio kwanza nilikuwa na amani tu. Azikuwa nipo maskani na mwanangu Shino bwana nikamwambia oya. Nina hasira kinoma na yule dem. Shino akaniambia dem yupi tena, nikasema yule Frida. Yaani yule nataka nimkomeshe. Alifanya na mdomo mrefu. Akaniambia unapajua kwao twende. Nikasema hapana sipajui. Akaniambia twende pale alipokuchambia siku ile tunaulizia mpaka tunafika. Nikasema fresh. Nakumbuka ilikuwa ni mida ya jioni. Na giza linaanza kuingia basi mdogo mdogo mpaka ile mitaa ya mala ya mwisho pale aliponichushua pale. Tukaanza kuuliza. Wala tukuuliza sana. Tukamuona Frida anatoka dukani kavaa suruali na kibrazo chake. Kapendeza kinoma. Nikasema yes yes. Nikamwambia oya yule msenge yule pale. Shina akamwambia tumfuate. Tukamfuata nyuma. Si ndo akunja kwenye kona hivi. Tukambana hapo hapo. Nikamvuta mkono akashtuka mpaka kaangusha mfuko aliokuwa ameushika. Akasema wewe vipi niache? Nikasema nikuache mimi. Nikuache nini? Wewe mjinga wewe. Unajifanya mbea si ndio? Unajifanya mbea. Akasema nitamwambia mama niache. Nikasema ngoja kwanza nikuoneshe sasa. Kambana mikono yake kwa mkono wangu mmoja. Alafu mwingine nikaingiza ndani ya chichi lake, nikaanza kuchezea vitu vyake. Ese, mtoto ana maziwa mazuri yamechongoka, akawa hataki. Hapo Shino kakaa kwa mbali kidogo analinda watu. Ese, nikamchezea nilivyotaka nikayavuta maziwa yake. Mpaka akawa analia, nikaona atanijazia anzi nikamwachia. Nikamwambia sasa kamwambie mama yako kwamba Fahim kanichezea maziwa. Alafu ndo uje nitakuonesha kwa mimi ni nani. Shamba mkubwa wewe. Nikamwacha pale bwana analia. Mimi na mwanangu Shino kwa sababu zetu. Basi baada tukio bwana mimi na mwanangu Shino tukaenda kuchili kwao kwanza. Nikasema oya. Yule mtoto akienda kusema kwao sikitakuwa majanga. Shino akacheka. Akasema kwani wewe unaogopa nini? Kwanza upo shule sasa hivi. Ina maana kama ni kesi italetwa kwenu. Sasa kwenu unapajua kwani? Nikasema pajui. Ila mwanangu yule demo mtamu kinoma. Nimemchezea maziwa yake da. Nimesisimka kinoma yani. Shino akacheka. Akasema oya. Ni noma ile pisi ya kwenda bwana. Acha ilinge. Nikasema mimi wakileta kesi nyumbani nakaa kama sio mimi.
natakiwa nikatae kama sio mimi. Si unajua tabia zangu. Shino akacheka. Akaniambia nakujua ulivyo mkavu. Ukikataa kitu unakataa kweli. Nikasema muhimu hiyo bwana, ninakubali sasa. Siwezi kukubali. Kwanza mzee akisikia nimefanya hivyo, kitawaka kinoma noma. Ila nimemkomesha. Hatakuwa na adabu na mimi. Shino akasema uhakika hiyo. Basi nikaongea na Shino mpaka saa 5 hivyo usiku. Bro yake Shino karudi. Ndio mimi nikarudi home. Nikakuta mzee ashaandaa chakula, nikapiga msosi. Maliza nataka kwenda hivi kulala, naona na mzee anatoka chumbani kwake. Alipotoka kaza hivi saa 5 usiku utoka wapi? Kwani unapenda sana kutembea usiku wewe? Hebu niambie kwanza. Nikasema mzee, mimi nilikuwa naangalia mpira wa Arsenal bwana. Mzee akaniambia sasa sikia. Kuanzia leo sitaki kurudi nyumbani saa 5. Ukichelewa saa 3. Nikasema sasa mzee, kwa huo muda kwani mimi ni mtoto wa kike? Mzee akaniambia sasa kujua wewe ni wa kiume au wa kike, kesho rudi muda kama huu. Uje uone nitakachokufanya. Huyo mzee jao kweli. Nikamaindi kishenzi basi tu. Mzee akaniambia una siku ngapi hujaoga? Nikasema siku 2 tu baba. Hapo ina siku kama 5 hivi sijui maji mwilini. Mzee akasema yani da kaoge. Nikasema baba nitaoga kesho. Akasema kaoge msenge wewe. Nikaona mzee ataka kukuza mambo hiyo. Maana akishaanza kutukana hapo kasha mind serious bwana. Mimi nikaenda kuoga, niporudi nikaja kulala. Basi baada ya hapo nikasikiliza kesi kama 3 hivi. Nikasikilizia kesi kama siku 3, nikaona kimya tu. Nikajua yule demu bwana alivunga wala kusema kwao. Siku hiyo mida ya mchana sasa nipo na mwanangu Shino. Tunaenda uwanjani kuangalia mpira, ni mipira ya chandimu ya ile ya mtaani. Sasa ile tupo njiani bwana, kamuona jioni, kamshika mkono Frida, wanatoka shule. Alafu Kafida kanacheka cheka kinoma. Yaani anaonyesha kama anamuelewa mshikaji. Akasema Shino, huyu John leo namzingua huyu kwa mamake, ngoja. Na kweli tukawafuata, kisha mimi kuwazuia kwanza njia. Nikaona Frida kajificha kwa John, tena ananiogopa. John akasema kwani wewe mshikaji nini? Mbona unamsumbua sana Frida? Nasikia habari zako, kwani hujui kukotaliwa au demo hakutaki mwanangu, kausha. Nikamaliza kwanza kipesi changu cha bangi. Kisha kilichobaki kidogo nikakizima kwenye paji la uso la John. Hakuamini, akashtuka, akaguna kwa maumivu. Nikamwambia wewe shoga, hebu sogea hapo kwanza nimuone mchumba. John akasema sikia nikwambie Fahim. Wewe ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Ngoja nikuchane kwanza. Huyu demu ni wangu. Nikatabasamu kwanza, kisha nikasema, ni demu wako? Akanambia mwache Frida bwana, na mpango naye. Nampenda mno. Nikasema poa, kwani unahisi mimi sina mpango naye? Mimi mwenyewe huyu demu nina mpango naye. Tena mingi ya maisha. Au naongopa Shino? Shino akasema hakika mwanangu. Aisee, nikamsukuma John kisha nikamvuta mkono Frida. John akaanguka mpaka chini. Sindo akainuka hadi kupigana. Nimpige ngumi moja tu ya tumbo akachuma chini. Akapiga kelele. Nikamshika mkono Frida nikaanza kumkokota. Akawa anagoma, nikasema wewe nitakupiga nikuoe. Unajua vizuri akili zangu lakini. Unaenda au wendi? Akasema naenda ila niache bwana mkono, usinikokote. Nikasema nakushika usinipangie mshamba wewe. Aise, mimi mbele, Frida nyuma. Nikamkokota mpaka mitaa ya kwao. Akasema wewe nini, niache bwana. Nakaribia nyumbani. Nikasema unadhani naishi hapa? Nataka nikupeleke mpaka kwa mama yako. Nikamwambia una wanaume wanakutongoza na wakubali. Nitasema mwanaume anaitwa John, ninakuta mnashikana maziwa. Wewe unajifanya chizi. Sasa nataka kuonesha kuwa na mimi ni Tyler. Sio nisemea wewe kwa mama yako. Sasa mbona mshikaji John umemkubali? Unakenua naye njiani. Sasa leo nitakuonesha mjinga wewe. Akasema jamani usinipeleke nyumbani Fahim, mama atanipiga. Kwani si amesha, uniache tu bwana. Nikasema kwa hiyo wewe unampenda John yule tozi au sio? Akasema ndio, kwani si uniache? Nikamwasha kibao kwanza kizito, akaanza kulia. Nikasema kwa hiyo mimi unanichukuliaje? Nimekutongoza, umepeleka kesi kwenu. Leo unaniambia usenge. Akabaki kimya na lia. Shino akaniambia sikia Fahim, achana naye udemu bwana Jau. Nikasema Shino, nampeleka mpaka kwa mama yake. Akawa hataki. Aisee, nilimwambia unaenda uende. Akasema nisamee Fahim, basi mama atanipiga. Nikasema leo unajali.
eti mama yako atakupiga. Vipi kuhusu mimi? Mpaka nimesimamishwa shule kwa usenge wako. Akabaki kimya. Nikasema sasa sikia. Ukitaka nikusamee, achana na Joni na baki na mimi. Unanielewa? Akabaki kimya. Nikamwambia unanielewa? Akasema ndio nakuelewa bwana. Nikacheka nikamwambia nibusu kwanza. Kweli akaja kanibusu kwa kunilazimisha. Nilimlazimisha mpaka nibusu. Hapo ina siku mbili sijapiga mswaki. Alivyotoka hapo nikamuuliza una simu? Akasema sina. Nikasema fresh. Twende tukupeleke kwenu. Tukusindikize usirudi kwa Joni. Akasema ile si yameisha. Nikasema ndio yameisha. Basi hapo sikumshika mkono, yeye akaongoza. Tukafika mpaka getini kwao. Akatuonesha nyumba yao bwana, ni kuzuri. Inaonekana mzee wake kidogo anazo. Sio kama mwenzangu na mie. Nikamwambia gonga geti. Kishaingia ndani sisi tunaondoka. Akasema sawa. Akagonga mlango. Baada ya muda mlango ufunguliwa. Mimi nikazama mpaka ndani kwao. Unajua kichwa changu wewe. Yaani mimi nikaushia jambo thubutu. Nikamkuta mama yake ndo kamfungulia mlango. Mama akashtua akasema wewe si ndo muuni pale shuleni wewe. Ina maana bado unamfuatilia mtoto wangu. Nikasema mama, mimi leo nimekuja kwa wema hapa. Ndio mtoto wako alinisingizia mimi nimemtongoza, ila leo nimemkuta kichochoroni na mwanaume wake. Ni mwanafunzi mwenzetu anaitwa Joni. Nimemkuta na chezea. Au naongopa Frida? Akaona Frida kachoka hata amini. Alikuwa hajanijua vizuri huyu. Yule mama akasema yes Frida. Wewe ndio unafanya hiyo mambo. Una mwanaume anaitwa Joni. Ushaanza upumbavu. Sasa hapo niliaminika zaidi. Eti Frida akashindwa kujitetea akabaki kulia tu. Hapo ndo nikaaminika sasa, nikasema mama, huyu mimi wala sikumtongoza. Amenisingizia. Na leo nilipomkuta na huyo Joni, niliona ataharibikiwa tu. Ndo nikamkokota nilikuwa nimrudishie hapa kabisa. Akaniambia sawa baba, wewe nenda tu. Nikasema sawa. Yaani hata getini sijatoka, yule mama akamdaka Frida. Kaanza kumtandika. Nikasema yes, huyu si mbea. Ngoja akione cha mtema kuni kudadeki. Hapa kichaji changu kimetulia. Sina pressure wala nini. Atajijua mwenyewe. Basi jeje tulikuwa tunacheka sana na Shino. Akaniambia msenge bwana, akili zako. Nikasema dawa ya moto ni moto. Na yeye nimemtengenezea kesi ya kupelekwa shule, mpumbavu huyu. Anajifanya kujishaua kwingi, kumbe kimaraya tu. Kiende huko bwana. Shida akaniambia umejua kucheza na akili ya Frida. Hata kusahau. Nikasema fresh tu, alijua mwenyewe. Mimi nikarudi zangu huko bwana. Maana mzee alishanipiga mikwala kurudi mwisho ni saa 2. Namjua baba akisema kitu amesema. Nikaona sije nikakosana na mzee bora hapa. Basi karudi home nikatulia kama sio mimi, busy na mambo yangu. Yaani mimi huwa najiheshimu sana akili yangu. Na huwa nafuata kile ambacho akili yangu imeona inafaa kwa huo muda. Basi yakata kama wiki 2 hivi. Hatukumuona Frida. Hatukumfuatilia wala. Kwa hiyo sikujua hata ile kesi yake na Joni ilishia wapi. Na mimi kuna jinsi niliona niachane yule dem, nilikuwa busy na mambo yangu tu na maisha yangu na mwanangu Shino. Nikapambana sana na kitaa. Nilikuwa busy na mambo yangu. Siku hiyo bwana mimi nilikuwa mwenyewe. Nikutana na Frida bwana. Hii siku ilikuwa Jumapili na yeye alikuwa anatoka kanisani. Maana alikuwa amebebelea Bible. Alivyoniona kazidi kuvimba. Kavimbisha mashavu kama anapuliza moto vile. Mpaka nikacheka. Nikamwambia wewe, unamnunia nani? Akaniambia sitaki kuongea na wewe. Nikacheka kwanza, nikasema hebu nikusindikize kwenu. Akasema sitaki, unataka uende ukamjaze mama maneno. Nikasema kwani nikudanganyia siku ile? Kwani Joni si ni mwanaume wako? Akasema sina mwanaume huyo bwana, Joni ananitaka tu. Nishamuelezea kwa simtaki. Nikasema nyo, eti umtaki. Ndio unacheka naye njiani mpaka mnashikana mikono. Akasema sina cha kuelezea zaidi. Akaanza kuondoka. Nikaona hebu ngoja kwanza, nikamkimbilia chapu. Nikaivuta Biblia yake aloshika, nikamwambia nakusindikiza kilazima. Akasema sitaki. Nikabadilika chapu, nikamuuliza tunatongozana au utaki? Akanywea. Akaanza kutembea taratibu. Nikao sawa naye, nikamwangalia sana Nikamuuliza unanichukia Akasema sana, nikiambiwa nichague nani awe wa kwanza kufa na kuchagua wewe. Nikacheka. Nikamwambia mimi sifi mpaka nikupe mimba. Akaniangalia.
Ananiambia hivi, Fahimu, naweza kuacha ni kunifuatilia na kwa mbali na maisha yangu. Mimi sipendi mambo unayofanyia bwana. Hii siku umechezea mwili wangu bila idhaa yangu. Uone kama unanizalilisha. Nikasema nakubali basi. Niwe mwanaume wako. Nikubali. Ili nikushike kwa idhaa yako. Hapo tunaongea lakini namsindikiza. Akawa anajilazimisha sana, mara mimi sina adabu, mara sijui vipi. Nafanya mpaka anajuta kuhamia pale shuleni kwa sababu yangu. Anakosa amani akiniona sio nimefanya hizo kapigwa kwao. Yaani akajilazimisha sana yani. Mimi hata sikuongea naye. Alilalamika kweli kweli. Tulipofika karibu na kwao akachukua Biblia yake akanambia naomba uondoke. Au leo unataka kunichongea kwa mama tena nipige? Akasema no. Nataka busu lako tu. Akasema sitaki, niache, usiniganganizie mimi. Nikamwangalia, akasema fresh. Nakutakia siku njema. Nikageuza zangu bwana, nikarudi zangu home, nikamwacha anaingia kwao. Hii siku wala mimi sikuwa nimetamani kumfanyia fujo zote, nikamkaushia tu. Hapo sasa sikumuona huyu dem kama wiki hivi. Siku hiyo bwana nipo home, nimelala mida kama mchana hivi. Geti letu likagongwa, nikajua ni Shino. Nikainuka kiviu sana, nikaenda kufungua mlango. Oh, sana mkuta Frida. Nikamshangaa. Akasema sio, unashangaa nini? Si unikaribishe mgeni. Mpaka mimi nikacheka kwanza. Nikamuuliza umefuata nini hapa? Akasema nimekuja kukusalimia. Sikupaswa kukusalimia. Nikasema karibu. Kaingia mpaka ndani kwetu. Kalivyopendeza sasa. Mtoto msafi anawaka kinoma yani. Bwana, mambo ni moto kule kweli. Frida amefuata nini kwao na him? Usimtego. Bwana, mambo ni moto. Simulizi ya kusimua kule kweli. Simulizi tamu bwana. Usikose kufuatilia hadi mwisho. Yes. Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa vipi bwana? Frida kaenda kwao na Fahim. Huo ni mtego. Itakuwa vipi? Kwa sababu ni watu ambao wanapurukushani kweli kweli. Hawaelewani. Wanakaa kwenye mabishano. Mbona tukutane katika sehemu ijayo. Mimi ni yako Jesse Mleze.